Amen. Mungu abariki. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wazazi ambao wameruhusu niweze kusimama mahali hapa. Mungu abariki sana mama na baba. Natambua mchango wenu kwangu. Amen. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili yako mtu wa Mungu uliyeijilia ibada hii. Ni maombi yangu ya kwamba hautatoka kama ulivyoingia. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ni maombi yangu ya kwamba hautatoka kama ulivyoingia. Na ninategemea kwamba kuna jambo jipya Mungu atalifanya kwenye maisha yako ambalo litakuwa ni matokeo ya ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Wiki hii tumekuwa na maombi ya mfungo. Tulianza siku ya Jumatano. Tulikutana kila siku saa 11 mpaka saa 2. Na kwa neema ya Mungu leo nikaona niandae somo tena linalozungumzia maombi. Maombi ndo kitu ambacho ni kikubwa kwenye mwili wa Kristo. Yaani uamsho wote huwa unaanzia kwenye maombi. Watu waliotembea na Mungu kwa nguvu ni watu waliofahamika kuwa watu wa maombi. Lakini pia maombi ndio kitu ambacho akieleweki sana ndani ya mwili wa Kristo. Wengi ni wanaomba, lakini wanaomba kama dini, hawaombi katika ile hali ya ukiroho. Na ndio maana wanaoomba ni wengi, lakini wanaotoka na shuhuda za maombi ni wachache. Kwa nini? Kwa sababu kuna kanuni huwa zinavunjwa za uombaji. Nilikuwa nasoma Biblia yote, nikagundua ya kwamba hakuna sehemu ambapo Mungu amesema hatojibu maombi. Ukiona sehemu ambapo Mungu ajibu maombi, basi ujue kuna tatizo mahali fulani. Ila Mungu ameahidi kujibu maombi ya watakatifu. Na kwa nini anajibu maombi? Hajibu maombi kwa sababu anajisikia. Mungu wetu haongozwi na hisia. Mungu wetu anaongozwa na neno. Anajikomiti kujibu maombi ili wewe uzidi kumwamini. Kwa sababu asipokujibu maombi ni kazi wewe kumwamini. Tunaelewana? Naongea na watu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asipojibu maombi yako wewe ni kazi kumwamini. Na ujasiri wa Mkristo upo kwenye kujibiwa maombi. Ujasiri wa Yesu siku zote ulikuwa kujibiwa maombi. Kabla Yesu hajamfufua Lazaro, anasema Baba, ninakushukuru kwa kuwa kila nikuombalo unanisikia. Waliokuwa karibu na Yesu walikuwa wanagundua chochote Yesu ambacho huwa anaomba huwa kinajibiwa. Martha anamwambia, Bwana, kama ungelikuwepo ndugu yetu asingekufa. Lakini hata sasa ninajua una uwezo wa kumwomba Mungu wako akafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ujasiri wetu upo kwenye kujibiwa maombi. Mkristo akipigwa kwenye eneo la maombi, amepigwa kwenye eneo la ujasiri katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kufundisha siku moja hapa kanuni za kupokea. Kwa sababu Mungu ameahidi kujibu maombi ya watakatifu. Naomba niwekee Yohana 15 mstari wa 7. Unayeandika andika Yohana 15 mstari wa 7. Somo letu linaitwa kushinda vikwazo katika maombi. Yohana 15 mstari wa 7. Ngoja nisome. Anasema Yohana 15, okay, sawa. Asante. Anasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu. Hebu rudia nyuma yangu, sema ninyi mkikaa ndani yangu. Angalia huko mbele, sema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lote mtakalo, nanyi mtatendewa. Hizi ndo kanuni za kupokea. Ninyi mkikaa ndani yangu. Nilisema hivi, tangu ulipookoka ulihamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza ukaingizwa kwenye ufalme wa nuru. Hiyo iko kwenye Wakolosai 1 mstari wa 13. Asema naye alituokoa katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tayari upo kwenye ufalme wa Mungu. Lakini kukaa katika ufalme wa Mungu haitokani tu na kile Yesu amefanya msalabani. Inatokana na wewe unavyojihudhurisha kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Manake Mungu anachosema ninyi mkikaa ndani yangu,
Manake anataka mahusiano, ushirika na yeye kabla ya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka ushirika na yeye kabla ya chochote. Ushirika na Mungu wako umejijenga katika nini? Ushirika wako na Mungu, namna ambavyo unashirikiana na Mungu, utaamua namna gani uende mbele za Mungu. Kuna watu Mungu ni Mungu kwao wakati wa changamoto, ila wakishaanza kupitia mambo mazuri, wakishaanza kupitia vitu vizuri, Mungu anakuwa sio Mungu kwao. Na wakiomba, wakiona Mungu amechelewa kujibu, huwa wanajichukulia sheria mkononi. Na kuna wengine hapa niliwahi kuwasikia kabisa, wenyewe akikosana na mtu analianzisha, anamweka kwanza Yesu mfuko, anasema ndakupitia baadaye, anaenda kwanza analimaliza afu ndo anarudi. Wengine tupo hapa. Kwa Mungu, kitu cha kwanza ili uweze kuqualify katika maisha ya maombi, uwe ni mwana maombi mwenye matokeo, sio mwana maombi mpiga kelele. Kwa sababu unaweza ukawa mwana maombi lakini ni mpiga kelele. Wapo, alisema nanyi mkiwa katika kusali msiwe kama watu wa mataifa wa kupayuka payuka. Watu wa kupayuka payuka wanaombaga ambacho hawamaanishi. Hivi mnanisikiliza eh? Mnanisikiliza? Yeah. Wanaombaga kitu ambacho hawamaanishi. Kwa hapo anasema hivi, rudi pale mzee. Hapo anasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu, manake mkiwa na ushirika na mimi, nikiwa Bwana kwenu, msinifuate tu wakati wa matatizo. No. Na kuna watu tunamtumia Mungu ila tumtumikii Mungu. Tunamtumia Mungu, yaani kama mimi hapa ni mhubiri, Mungu anapanda thamani siku ambayo natakiwa kuhubiri, ndio namtaka Bwana na nguvu zake. Au namtaka Bwana pale ambapo umepata fursa ya kazi, ndio unamtaka Bwana na nguvu zake. Sasa Mungu tunayedili naye jamani, anajua mambo yote ikiwemo mioyo yetu. Wengine hata kuimba, hamuimbii Mungu kwa sababu anampenda kutoka moyoni. Anamwimbia Mungu kwa sababu anamwandaa Mungu kisaikolojia ili apitishe hoja zake. Sasa Mungu anakuambia tu, maliza, niambie mapema. Niambie tu mapema, sema tu nataka hiki, nataka hiki. Lakini anasema ninyi mkikaa ndani yangu. Manake tukimfahamu Kristo kama Bwana kwenye maisha yetu na tukaishi tukatembea hivi, tukimfahamu Kristo kama Bwana kwenye maisha yetu, tukaishi hivyo, tukatembea hivyo, chochote ambacho tunakifanya tufanye kana kwamba tunafanya kwa Bwana. Kukaa ndani ya Kristo, kwa lugha nyingine anachosema, ninyi mkizishika amri zangu, yale ninayowaambia, maagizo yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ndio anachokimaanisha kukaa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili anasema na maneno yangu yakikaa ndani yenu, manake ahadi nilizozisema kwenye maisha yenu zikikaa ndani yenu. Manake unapomwendea Mungu, ujifunze kumwendea Mungu kama mwanafunzi. Moja ya kitu ambacho Yesu amepungukiwa ni wanafunzi. Ni watu wachache ambao ni wanafunzi mbele za Mungu. Wengi wanamfuata Mungu kwa sababu ya, lakini ni wachache wanaomfuata Mungu kwa sababu Baba anatamani kukujua. Na provision za maisha yetu zimefichwa kwenye kumjua Kristo. Anasema katika neno lake, anasema neema yake imetukirimia vitu vyote vipatikanavyo na uzima na utauwa. Mbele anamalizia kwa kumjua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu nyingine anasema mjue sana Mungu wako ili uwe na nini? Na amani katika mambo yote. Kwa anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, manake ahadi zangu zikikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hajasema uombe mambo fulani, omba lolote utakalo utatendewa. Kwa nini atakupa? Kwa sababu anajua chochote atakachokupa kitabeba na utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Atakupa kwa sababu kitabeba utukufu wake. Mtu ambaye anaishi haya maisha akiomba gari mbele za Mungu, Mungu anampa. Kwa nini Mungu anampa? Kwa sababu anajua kwenye lile gari kuna utukufu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa aina hii chochote atakachokiomba lazima atapokea kwa Mungu, kwa sababu Mungu hampi tu kwa ajili yake, ila Mungu anajua nina portion yako. Bwana Yesu asifiwe. Ila ukiwa hauna uhusiano binafsi na Mungu na hauna neno la Kristo ndani yako,
unakuwa kama mtumwa. Kuna watu wamekaa ndani ya Kristo, wanamtii Mungu, wanampenda Mungu, lakini hawachoka. Manake kikwazo hapa ilikuwa ni kadhi kudelay, kuonekana kwamba ana delay. Hii inawakuta kwa Wakristo wengi wanapokuwa wanamuomba Mungu, ni kana kwamba muda mwingine Mungu kama amekaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naona huku jua amsikii. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nishuke hapa kidogo. Amen. Kuna wakati mwingine unaweza ukawa unamuomba Mungu, umemwamini Mungu kwa ajili ya jambo fulani, alafu unaona kama lina delay. Ni kama Mungu akujibu. Unahisi kama maombi ukiomba yanafikia kwenye bati, afi anakurudia mwenyewe. Biblia inatusisitiza tusiache kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kikwazo ni ule kadhi kudelay. Mungu kuna wakati mwingine anapodili na sisi, huwa anadili na sisi kama miongoni mwetu. Yaani waga anadili na sisi kama mwenzetu. Mungu wakati mwingine hadili na sisi kama Mungu. Unaweza ukaenda ukamwomba Mungu, Mungu nataka kitu fulani, akakaa kimya kana kwamba asikii, lakini moyoni anajiuliza, huyu mtu yuko serious. Anajua uko serious, ila anataka ajithibitishie kwa kumfuata mara kwa mara. Sasa sisi tuna kakasumba fulani. Kikwazo hiki kikitokea, unachoka mapema na unaacha kumfuata Mungu. Au wengine tunaombaga kwa kupayuka. Mtu anaweza akatoka hapa ameomba jambo fulani, afu akatoka pale akakiri vitu vingine kabisa ambavyo hakuviomba. Ametoka huku ndani anasema, mwaka huu mwaka wa kuthubutu, nitafanya mambo makubwa katika jina la Yesu. Napokea. Na anapopokea anajiona kama ndo anapaa. Akitoka pale anasema, tatoboa kweli. Akitoka pale anageuka. Biblia inasema mtu wa namna hiyo asizanie kwamba atapata kitu chochote kutoka kwa Mungu. Kwa kikwazo ilikuwa inaonekana kadhi kudelay. Kwa Yesu alikuwa anamfananisha huyu kazi na Mungu. Tena anasema muangalieni yule kadhi dhalimu asemaje. Maanake kuna mambo fulani unayoyaombea, kikwazo kinaweza kwa mbona kama miaka inaenda alafu Mungu ajibu. Basi ngoja niibadilishe. Kuna mhubiri mmoja ambaye yuko huko mtandaoni, alisema badilika. Umeomba muda mrefu, umeona jambo fulani alipo, badilisha staili ya kulipata hilo jambo. Alikuwa anaongea hicho kitu na ameposti kwenye posti yake. Nataka nikuambie usifanye hivyo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuongozwi na hisia kumwomba Mungu, tunaongozwa na neno lake. Mungu amesema ni mwaminifu, unabidi uweke hiyo moyoni kwamba ni mwaminifu, alafu uendeleze maisha ya maombi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya nini? Ya maombi. Kwa kikwazo ni kama Mungu ana delay, ni kama Mungu hakuoni, lakini nataka nikuambie Mungu anakuona na Mungu anakusikia na Mungu anakupenda kuliko hata unavyojipenda. Mungu anakupenda kuliko unavyompenda, na hahitaji kitu chochote kutoka kwako ili akupende. Anakupenda kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiendelea pale mbele anasema msikieni yule kadhi dhalimu asemavyo. Na Mungu je, hatazidi sana kuwapa wateule wake haki yake, wale wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Lakini mwana wa Adamu atakapokuja ataiona imani duniani? Kwenye maombi kuna kikwazo cha kana kwamba Mungu ana delay. Umeliombea jambo fulani kwa muda mrefu, unaona kama Mungu ana delay. Ukiona jambo lolote umeliombea muda mrefu, Mungu amekaa kimya, endelea kuliomba. Bwana Yesu asifiwe. Focus yako inabidi ni kumsikia akisema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi ninawagusa? Wangapi Yesu anawagusa? Wangapi Yesu anawagusa? Maana wachelewa kusema, unajua mtumishi amejiinua pale, yeye ndo anatugusa, yeye ndo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuliombea swala ambalo unaona kana kwamba Mungu amekaa kimya. Kwenye process ya kuliombea, Mungu huaga ndo anatengeneza stamina za wana maombi. Hatamani tu akupe, anatamani kitu chochote akikupa kibaki na ushuhuda moyoni mwako. Vitu vya Mungu ni bure kuvipokea, lakini vina thamani. Bwana Yesu asifiwe. Vina thamani. Katika ile process ya kuomba anakutengenezea thamani ya kujua uhitaji. Kwa kadri unavyozidi kumwomba Mungu juu ya jambo fulani, unavyozidi kumwomba na umegundua ni haki. Tena ngoja niwape hii siri. Vitu vya Mungu jamani haviji kwetu kwa sababu ni haki yetu tu kupokea. Vinakuja kwetu kwa sababu ni haki yetu na tunajua kudai. Yaani maombi ni kujifunza kudai vitu ambavyo Mungu ameahidi kwenye maisha yako.
Wewe semaga tu anajua yote. Hapana, hajui yote. Kwenye eneo la maombi Mungu anashumu hajui yote. Usichoomba upati. Bwana Yesu asifiwe. Usichoomba okay. Usichoomba upati, anashumu hajui vyote. Nilipogunduaga hii siri, nijifunza kumsemesha Bwana hadi yale mambo yanaonekana ni manyonge. Maana kuna kamsemo kanasema sio kila mambo ya kuombea. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno salini. Tunaelewana? Katika kila. Kuna mtu anasema, "Unajua mtumishi, mambo mengine sio ya kuomba." Kuna haya ni ya kuomba. Mengine Bwana amekupa logic. Tumia tu logic. Piga tu pa. Hapana. Kabla ya mambo yote, nataka sala na dua na maombi na maombezi vifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena hii hapa sasa, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila. Hebu sema kila. Sio katika neno fulani. Amesema bali katika kila neno. Sema nyuma yangu, bali katika kila neno, kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Chini anasemaje? Haja zenu na zijulikane na nani? Kwa haja zetu zinajulikana na Mungu kupitia njia nini? Ya maombi. Usiashumu anajua. Mungu atembei kwa ashumi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kikwazo ni kwamba alikuwa anaonekana kama ana delay. Lakini Yesu pale anawaambia yule kadhi dhalimu alikuwa anaonekana kama ana delay, lakini yule mwanamke kwa sababu alikuwa anamwendaendea. Na angesema Paulo, tungesema ni experience yake. Alisema Yesu. Neno lolote ambalo Yesu amelisema kwenye Biblia ni mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi ni wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Ni mamlaka. Usiache kuomba katika jina la Yesu. Kwa kikwazo hapa ilikuwa ni kama Mungu ana delay, lakini anawatia moyo, anawaambia msiache kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kama unanielewa sema amen. Sema amen. Aya, twende tena kikwazo cha pili. Kikwazo cha pili. Twende kikwazo cha pili. Ambacho kikwazo cha kwanza ni kama Mungu anaonekana ana delay. Biblia anasema usiache kufanya nini? Kuomba. Kwa nisije nikasikia hapa mtu anakuja, mtumishi, nimeliombea swala fulani kwa muda mrefu, alafu simuelewi Mungu. Nitakwambia usiache kufanya nini? Kuomba. Usiache kuomba. Twende na nilie cha pili. Luka 18 mstari wa 35. Luka 18 mstari wa 35. Luka 18 mstari wa 35. Anasema, ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Na alipowasikia makutano wakipita, aliuliza kuna nini? Wakamwambia Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele, maombi, akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Rudi pale mzee, rudi. Yes. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Hichi ni kikwazo. Kikwazo kingine kinachoweza kukuzuia ni sauti unazozisikia. Kinaweza kukuzuia usiendelee kuliombea jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka somo ni kwamba usiache kuomba, vikwazo vya maombi. Kikwazo kingine, wale waliomkemea ni sauti. Asubuhi nilisema kitu kimoja. Nilisema ulimwengu huu una sauti nyingi, na hizo sauti zina asili hizi mbili tu. Zina asili mbili tu. Kuna sauti kutoka kwa Mungu, alafu kuna zina asili tatu. Kuna sauti kutoka kwa Mungu, kuna sauti kutoka kwako, na kuna sauti kutoka kwa shetani. Kwa bahati mbaya sana, tangu Adamu alipoanguka kwenye dhambi, hadi nia ya mwili imepingana na Mungu. Nia tu ya mwili hii imepingana na Mungu. Hii nia ya mwili inakutosha kukufanya udelay kuliombea jambo fulani kwenye maisha au kumwomba Mungu au kuishi maisha ya maombi. Na naomba niwaambie kitu kimoja. Maombi sio karama, maombi ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnanielewa? Hakuna karama ya maombi. Kuna neema ya maombi. Kuna karama ya maombezi, sio karama ya maombi.
Ukitaka kujua hakuna karama ya maombi, wakutishie kwamba wanakuja kuchomoa roho usiku, ndio utagundua kwamba wewe hauhitaji karama ya maombi ili uombe. Ile unahitaji tu kutambua kwamba wanakuja kunichomoa usiku, inabidi niombe ili wasije. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna karama ya maombi, kuna neema ya maombi. Na kwa nini ni neema? Kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo. Kwa hatujui tuombe nini, na hata kama tukijua tuombe nini, hatujui tuombeje. Na ndio maana Roho huja kutusaidia kwenye udhaifu wetu. Lakini hakuna karama ya maombi, kuna neema ya maombi. Na hii neema ya maombi inaanza kutenda kazi kwako unapoamua kuomba. Haiji tu eti umekaa, eti nimekaa tu hivi nikajikuta tu labda ni kama mtu amenichapa kofi hapo nikaanza kunena kwa lugha. Haiji. Wewe ndio unayeanza. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnanielewa ninachokisema? Wewe ndio unayeanza. Kwa nini? Maombi kabla ya kuwa maneno ni hali ya moyo. Maombi kabla ya kuwa maneno ni hali ya moyo. Ni ile hali ya moyo ya kujiona sijitoshei, ninamhitaji Mungu kwenye maisha yangu, ndio inayozaa maombi. Na ule ndo msingi wa wewe kumtegemea Mungu. Moja ya kitu shetani akitaka kuja kukiua kwako, anakuja kuua ile hali ya moyo ya kuona kwamba haumhitaji Mungu. Akishaua ile hali inatosha kuua maisha yako yote ya maombi. Tunaelewana? Inatosha kuua hali yako yote ya maombi. Ile hali ya moyo. Ile hali ya moyo ya kwamba siwezi bila Mungu ndio inayokupushi wewe uishi hadi maisha matakatifu. Uwe ni mtu wa kumtanguliza Bwana kwenye kila eneo. Kwa shetani akija kufanya, anakuja kukuondoa ile. Na ndio maana zamani unashangaa wakati unaokoka ulikuwa upendi kumkosea Mungu, kwa sababu unaogopa ukimkosea Mungu kuna mazingira atananili. Lakini unashangaa mtu kadri anavyozidi kukaa kwenye wokovu anaanza kuzoelea. Kwa sababu gani? Anaona anakosea na Mungu anambeba, anakosea na Mungu anambeba. Anashindwa kuelewa Mungu amempa neema. Anafikiri kwamba labda Mungu ni anachukuliaga vitu kirahisi. Kwa anaanza kudelay. Siku moja niliwahi kusema hapa, nikasema mimi nashangaa sana Wakristo wengi wanapookoka, akijaa Roho Mtakatifu, sio tu aliyekiri, akijaa Roho Mtakatifu unashangaa akosi ibada, akosi muda wa kuomba, akosi muda wa neno. Kadri anavyozidi kuendelea katika wokovu, anaanza kuzoelea ile hali. Kwake kukosa ibada inakuwa ni kitu cha kawaida. Tena sababu zenyewe ni za ajabu. Utasikia niliamka niliona kama kiuno hapo amenipiga shoka, nikashindwa kula. Zamani ulikuwa unaamini kwamba nitaponea kanisani. Siku hizi ukiota hata ndoto mbaya hauji kanisa. Hivi naeleweka? Vile vitu vilivyokufanya uwe Mkristo ambaye una mamlaka, umeanza kuvidelay. Unakuwa ni Mkristo tu jina, ambacho umeshindana na watu ambao hawajaokoka ni Shalom, ila mawazo yako, fikra zako zote unawaza kama wao. Kwa hiyo maombi sio karama, maombi ni neema. Na hii neema ni ile hali ya kujitambua ndani kwamba siwezi bila Mungu, ndio inaozaa maombi. Na hii neema inaanza kutenda kazi unapoamua kuomba. Kila mtu yoyote ambaye unamwona ni mwana maombi giant, kuna gharama anazilipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vya Mungu ni bure, lakini vina thamani. Kuna gharama anazilipa. Kuna gharama ya muda mtu anailipa ya kukaa na Mungu. Kuna gharama ya muda. Kuna gharama ya kujitenga na uchafu, kwa sababu vitu vinavyoweza kuzuia maombi yako yasijibiwe pia ni pamoja na maisha ya kujichafua kwenye dhambi. Kwa sababu maombi yanategemeana sana pia na uwezo wako wa kumtafakari Mungu. Sasa kama umetoka mtu ameangalia mazombi, huwezi kumtafakari Mungu. Muda wa maombi unaoshangaa yale mazombi anaanza kuja kwenye akili yako. Tunaelewana jamani? Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anakaa muda mrefu anaangalia season, hawezi kumtafakari Mungu. Huwezi. Wewe unaangalia season, watu wanachomana mapango, wanafanya nini? Afu ndo unataka ile akili pale pale ukamtafakari Bwana. Ni kazi. Chochote ambacho unakiingiza ndani yako ambacho hakikupelekei kumtafakari Mungu kitakuwa kikwazo wakati wa kumtafakari Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ni gharama. Ile neema inatenda unapoamua kuishi maisha ya maombi. Na mtaji wa kuishi maisha ya maombi ni kale kahali kandani kujiona sitoshei. Maswali yote ambayo unayo kwenye maisha yako, zile ni prayer point. Hujaamua tu. Mtu akikosa kwa kuzipeleka ndo anaanza kumlalamikia Mungu, anaanza kulalamikia watu. Kwa kikwazo alichokutana nacho huyu mtu ni mazingira au sauti za watu walimkemea. Sauti nyingine, sauti ya mazingira. Mazingira ambayo upo yanaweza akawa kikwazo cha wewe kuendelea kulitia jina la Bwana. Na hawa wote walioshinda hivyo vikwazo, Mungu mwishoni, Yesu mwishoni anawaambia imani yako imefanya nini?
imekuponya. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia imani yako imefanya nini? Imekuponya. Kwa lazima udhamirie kushinda vikwazo katika maombi. Nimekuonyesha engo mbili. Kikwazo cha kwanza ni kikwazo cha kuona kama Mungu ana delay, kuchoka. Cha pili ni mazingira au sauti za watu. Saizi tuko kwenye dunia ambayo ina taarifa nyingi. Kuna maarifa mengi. Ulimwengu una walimu wengi sana. Hatuna uhaba wa walimu. Tuna uhaba tu wa walimu wanaweza kuifundisha neno la Mungu kama lilivyo. Ila duniani tuna walimu wengi sana, ambapo wale walimu wanaweza kuchochea wewe mwenyewe ukashindwa hata kuwa muombaji. Wanaweza kuchochea. Kuna mtu ukimsikiliza shauku yako ya kuomba inakata siku ile ile uliyomsikiliza. Kuna mtu ukimsikiliza inakata siku ile. Lakini kuna mtu ukimsikiliza shauku yako ya kuomba inarudi tena. Ni kutokana na spirit ambayo huyo mtu anayo. Kwa usipokuwa mtu wa kuchuja moyo wako uchukue taarifa, utajikuta kuna mambo mengi ambayo ulikuwa unamwamini Mungu, utaacha kumwamini Mungu, ukidhania kwamba sio yote ya kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kudelay. Hii ndio maana ya kwamba sasa muda mwingine tukitangaza kwamba watu waje kwenye ratiba za maombi, watu wanaendelea na shughuli zao. Kwa nini? Kwa sababu kale kahali ka kumtegemea Mungu kamekufa ndani yao. Kwa kakifa kale kahali, tunakuwa na watu wanaotegemea, sio wanaotumia, wanaotegemea sana akili wakiwepo kanisani kuliko kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa na watu hao, watu wanakuwa wa kudelay, watu wanakuwa ni wananili. Hata watu wanapokuja kanisani wanakuja kutimiza ratiba, hawaji kwa lengo la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kale kahali kamekufa ndani. Ndio maana sasa mtu akifika ibadani hawezi kutulia. Mtu akifika ibadani anakuwa na kelele nyingi kwenye fikra yake. Yuko hapa, anaweza kaenda Kariakoo, yani ufahamu kaenda Kariakoo, karudi, ukaenda wapi, ila yupo kanisani. Kwa sababu hakuna kale kahali tena kakuonyesha kama unamtegemea Mungu. Ni paka siku moja kamoto kwenye kibano utakuta kumbe kuna mzee wa siku, ndio ile mtu anarudi ndio mtu unakuta anarudi analia. Mungu anatamani kuwa baba kwetu. Anatamani awe rafiki kwetu. Anatamani chochote tunachofanya tufanye pamoja na yeye. Anatamani kuwa kiongozi kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ametupa mtaji wa maombi. Usipojua kuwekeza kwenye eneo la maombi, hujui kuwekeza kwenye maisha yako. Kikwazo hichi nilichokisema, sauti za watu. Mfano, kuna ugonjwa. Neno la Mungu linasema aliyachukua masikitiko yetu, aliyachukua magonjwa yetu. Lakini ndani ya kanisa unashangaa kuna watu wengi wanaumwa. Haina maana kama wale watu wanaumwa basi kuumwa ndani ya kanisa ni kitu cha kawaida. Wewe unabidi ushikilie lile neno na ulichuchumilie lile kwenye maombi, kwa sababu imani ni kitu personal. Bwana Yesu asifiwe. Ili kushinda kikwazo cha sauti za watu, imani ni kitu personal, ni kitu cha kibinafsi. Imani sio kitu cha group. Hivi naongea na mtu hapa? Yanaingia au hayaingii? Napiga kelele, nafundisha? Imani ni kitu personal. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kitu personal, sio kitu general, ni kitu personal. Ukishajua imani ni kitu personal, msingi wako wa kitu chochote utakuwa ni Biblia yako, haitakuwa sauti za watu. Kwa sababu imani ni kitu personal, ni kitu cha kibinafsi. Wala usimforce mwingine aamini kama unavyoamini wewe, kwa sababu imani ni kitu personal. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anapolisoma lile neno kuna namna analiona. Ishi wewe namna unavyoliona lile neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kitu personal. Kama nikiamini ya kwamba Mungu atanifanikisha kwa neema yake, ni kitu personal. Haijalishi nimekaa kwenye mazingira ya watu wangapi ambao wanategemea ujanja ili wafanikiwe. Inabidi niamue kusimama na hilo neno. Kama nikimwamini Mungu, nikijitunza leo, nitafikia hatima. Kama neno lake linavyosema kwamba nitaisafisha njia yangu kwa kulitii nikilifuata neno lake. Haijalishi ni watu wangapi ambao wanaonekana wako pamoja na mimi, wanaoanguka kila siku na kurudi nyuma, inabidi nisimame mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Daudi akasema sitakufa bali nitaishi niasimulie matendo ya nini? Ya Bwana. Maana yake Daudi aliamua kulipa gharama ya kuamua kuliishi neno la Mungu kama lilivyo, ili aone matendo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani ni kitu personal.
Hautakiwi kuwa na imani ya shirika, uwe na imani personal inayotokana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii imani inazaliwa unapoamua kuliishi neno la Mungu, pia inazaliwa unaposikia neno na kuamua kulitendea kazi. Sauti za watu zinapokuja, zije kwa ajili tu ya kutafakarisha, lakini zisiamue hatima yako. Sauti ya Mungu ndio iwe final say kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Mungu ndio iwe final say. Sauti ya Mungu ndio iwe final say kwenye maisha yako, kwa sababu imani ni kitu cha kibinafsi. Nilipogundua hii siri, niliacha kuongozwa na experience za watu. Mimi nikiona mtu ambaye ameokoka na anapitia matatizo 1 2 3 4 5, simhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Simhukumu, ila naenda nachunguza neno linasemaje kuhusiana na ile hali. Tunaelewana? Kwa sababu ninajua. Ogopa sana kwa mfano mtu ambaye amekuzidi kiimani, unaona amekuzidi kiimani, afu akapitia kwenye mapito fulani, na wewe mwenyewe unakuta unaanza kama kuyumba, si ndio? Lakini mimi nilichojifunza nifanye hivi. Nikiona mtu ambaye anaenda afu ameyumba na alinizidi kiimani, simhukumu yeye, naenda kuangalia neno linasemaje. Neno linasema hivi na hivi na hivi. Kama neno linapingana na anachokipitia, mimi naliamini neno, naenda naye na mimi nipate experience yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tafuta kupata experience yako. Kuna sauti nyingi utakazozisikia zitakazokukwamisha wakati wa maombi. Sauti tu ya mwili wako yenyewe itakuwa inakuchosha. Unatamani kuamka, mwili unakuambia umechoka. Unatamani kuomba, mwili unakuambia angalia hapo kidogo na nilii TV. Angalia hapo mambo tuone ananilia TV. Mimi nashangaga nikianzaga kuangalia Instagram au TikTok, ile akili ya kuhesabu muda inakatika kabisa, inakuwa hivyo. Au naongea na malaika huko ndani. Inakatika. Afu hata kama ulikesha, ukiangalia unashangaa umehuishwa ghafla. Tunaelewana? Lakini kuna kipindi ili nipate usingizi inabidi niwe na tafakari neno. Ilikuwepo hicho kipindi. Yaani inabidi utafakari neno ili upate nini? Usingizi. Sauti ya mwili inasema hivyo, inakuvuta. Unahitaji kusimama wewe kama wewe, kikwazo cha sauti za watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bartimayo, sauti za watu zilipokuwa zinamkemea acha, yeye hakuacha. Aliendelea kufanya nini? Aliendelea kumwamini Mungu katika kila anachokiomba. Aliendelea kumtazama Kristo katika anachokiomba. Biblia inasemaje? Alipomtazama Yesu akamwita, akamwambia nikufanyie nini? Akasema ninataka kuona tena. Yesu akamwambia sasa ona. Alipoona akamfuata na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sauti za watu ukiwa unamwomba Mungu zinakukatisha tamaa. Ukiacha kuomba haupokei majibu na unajikuta umeacha kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa ninachokimaanisha? Kwa hiyo lazima ukubali kushinda hicho kikwazo cha kuchoka ndani na vikwazo vya sauti za mazingira ya nje na watu, ili umuone Mungu. Waebrania 11 mstari wa 6 anasema amwendeaye Mungu na aamini ya kwamba yeye yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Huwapa thawabu wale wamtafutao kwa nini? Kwa bidii. Amwendeaye Mungu aamini ya kwamba yeye yupo. Kwa hiyo usiache kuomba kutokana na mazingira ambayo yanakuonyesha kana kwamba huwezi kupokea. Na natamani hapa kwa dakika 5 tukaombe ombi hili mbele za Mungu. Kama umeelewa, ukamwombe Mungu, Mungu akupe roho ya neema na kuomba hata katikati ya vikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Tutampazia Bwana hapa sauti kwamba Baba, nijalie roho ya neema na maombi ili niwe mtu wa kung'ang'ania jambo fulani mpaka nimekusikia. Usiwe mtu wa kuchoka choka, usiwe legelege. Kuna watu wanasemaga sijui wale broiler. Yaani usiwe mfano hiyo kwamba kuvuta tu hivi unavutika. Usiwe hivyo. Usiwe mtu kwa mfano tunaingia kwenye maombi yale ya Bwana nikuamue. Usiwe ni mtu wa kuishia njiani. Usiwe mtu wa kuishia njiani. Unapo delay, kadri unavyozidi kudelay ndivyo unavyozidi kujichelewesha kwenye hatima ambayo Mungu ameikusudia kwenye maisha yako. Lakini kadri unavyozidi kukaza ndivyo unavyolithibitisha lile neno kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu.
Imani ina gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi kumwamini Mungu. Unahitaji kufanya maamuzi kutokea ndani yako, kuzishinda sauti za watu. Na ndio maana wakati mwingine tunawaambia hebu watu jitakase, jitakase. Lengo la kujitakasa manake ondoa kelele za watu kichwani. Wengine pia kelele za watu ni kushindwa tu kusamehe. Ana machugu ya watu moyoni. Amemshikilia huyu sijui alinifanyia hiki, alinifanyia hiki, alinifanyia hiki. Mimi siwezi kumwachilia. Ukimwambia mbona Yesu amekuachilia, anasema kwani mimi ni Yesu? Ushasema Yesu, siwezi kumwachilia. Amemshikilia mtu wapi? Moyoni. Siwezi kumwachilia. Alinikosea sana. Alinikosea sana. Huyu ana utu, alinikosea sana. Umeshikilia hicho cha moyoni, kinakuzuia kumuona Mungu. Mwingine ni Mungu anakuambia tu ondoka, achana labda na mtu fulani, achana na vitu fulani hivi hivi na hivi. Unakuta una delay kwa chache. Unajizuia kupokea. Sauti za watu zinakungangania. Mwingine ni taarifa za watu. Unakuta ana taarifa za watu. Ukimwambia nitajie Zaburi ya 360, anaanza kuitafuta kwenye Biblia. Wakati Zaburi 360 haipo. Ili ukimwambia unafahamu faili la yule pale, anakuambia ngoja nikwambie. Si akananili bwana. Unasikia anaanzia tu si akananili. Afu mwishoni anamalizia, yani tuzidi kumwombea mtumishi. Kusema kweli tuzidi kumwombea. Ana mafaili ya watu. Ana mafaili ya watu kuliko kitu chochote. Vinakuzuia kwenye maombi. Wewe unaujua ubaya wa huyu, unaujua ubaya wa huyu, unaujua ubaya. Vinakusaidia nini? Nini vinakusaidia? Wewe ni intercessor, unaweza kuwaombea. Unaweza kuwaombea. Nauliza, unaweza kuwaombea? Vinakusaidia nini? Kamoyo kenyewe yako kadogo kako hivi. Stress tu za maisha unakuta kana zinakusumbua kung'amua. Na bado tena unaweka majamu humo ya watu. Humo unaweka majamu ya watu. Sasa ukiumwa pressure, ndio maana tushangai. Umeona? Sasa sisemi wanaumwa pressure wameka, nisamehe msiseme. Sije sasa mtumishi una maneno ya kima ukiwa madhabahu. Lakini ninachomaanisha ni nini? Ninachomaanisha ni kwamba tengeneza uwazi katika moyo wako ili uweze kumsikia Mungu kwenye maisha yako. Majibu mengi ya maswali yako yako kwa Mungu, hayapo kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuzijua taarifa za watu nyingi hazikusaidii. Bwana Yesu asifiwe. Uwe una neema ya kuwashauri. Kama huna neema ya kuwashauri, focus na mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Ile ndio unakufanya unakuwa mkame. Ndio maana hata ukija kanisani hauwezi kufocus. Mwingine hapa akija kanisani unakuta hana mtoto, ila akija kanisani, niliongea asubuhi, hana mtoto, ila akija kanisani watoto wa wenzake wale, sasa yeye ndio yeye anapata muda wa kuwalea wakati huo, muda wa ibada. Tungesema kwamba uwezo wako wa kufocus unaondoka na 50,000 baadaye. Angesema yule angemwambia nisaidie mtoto, angemwambia oye, kila mtu apambane na mzigo wake. Muda wa ibada mtu yuko muda wa ibada mtu yuko busy, yani yuko anafanya mavitu, anafanya hivi mavitu. Tukisema tusimame kuomba, ndo anagundua kwamba alipotoka nyumbani akula, anaenda kwa domi pale kuchukua nini? Viazi. Hana njaa ya Mungu. Yupo. Acha kupoteza muda. Mwambie jirani yako acha kupoteza muda. Mwambie acha kupoteza muda. Kutumia vizuri nafasi Mungu anakupa. Mpe Mungu room kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuja kanisani, jifunze kuzima taarifa nyingine. Iwe ni taarifa ya neno la Kristo inayokuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Utengeneze moyo wako uwe kama moyo wa mtoto mchanga. Moyo wa mtoto mchanga ukoje? Ni kwamba unapokea chochote unachokiona mbele yake. Manake hapa ni madhabahuni, ni rahisi kupokea kutoka kwa Mungu kwa sababu moyo wako uko tayari kupokea. Lakini ukija uko busy, ndio maana sasa mtumishi anaweza akasimama madhabahuni ukaanza kumchambua. Hujaiona mtu anamchambua mtumishi madhabahuni? Utasikia amevaa shati jeusi wakati naye mwenyewe ni mweusi. Hayo mambo yapo. Bwana Yesu asifiwe. Hayapo hayo mambo. Ndio unatoka hapo mtumishi ukanyoe ndevu. Sasa kuna vituko sana. Jifunze kufocus na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Zima taarifa za watu ili umuone Mungu kwenye maisha yako.
Hata kama watu wamekuja kuvunja moyo ya kwamba hautapokea, jifunze kuonyesha kwamba unamwamini Mungu. Asubuhi nilitoa mfano, mtu mmoja anaitwa John Knox, miaka 1500, ni mmoja wa mababa wa imani kwenye imani yetu ya Kikristo. Ndo walianzishaga hizi movement za makanisa ya Kiprotestanti, wakina Luteri, wakina Anglikano, wakina nani, kutokea Katoliki. Kipindi kile Katoliki, shetani alikuwa ameingia ndani ya lile kanisa. Alipokuwa ameingia ndani ya lile kanisa, walianza kubadilisha mifumo, kila kitu. Walipoanza kubadilisha mifumo ya kila kitu, unajua nini kilichotokea? Kilichotokea ni kwamba wakaweka kila kitu hela. Yaani hata ukitaka usamehewe dhambi unasamehewa kutokana na kiwango chako cha nanili, cha fedha. Dhambi fulani, fedha kiasi fulani, kanisa Katoliki. Sasa watu kama kina John Knox wakalipa gharama, wakaamua kusoma Biblia wao kama wao. Na kipindi kile kanisa la Katoliki lilifungia Biblia, ni watu fulani tu wachache walikuwa wanaruhusiwa kuisoma. Wao wakasema hapana, wakalipa gharama kusoma Biblia. Wakakuta yaliyoandikwa kwenye neno sio wanaoyaona wapi. Kipindi hicho ikawa ni kama ukiasi ile imani ya Katoliki unakatwa kichwa. Watu wengi wamechomwa moto, watu wengi. Achana na kanisa la kwanza, sizungumzii kanisa la kwanza, nazungumzia historia ya kanisa hapa miaka 1500, mwaka 1600, akati sisi hatupo. Watu walichomwa moto. Akatokea mtu mmoja aitwa John Knox, akasema God give me Scotland or let me die. Manake Mungu nipatie Scotland au niache nife. Akaamua kukaza na Mungu. Ilifika level alikuwa akiomba yule mtu nchi, mambo ya nchi hayaendi, kwa sababu nchi na dini ilikuwa kitu hiki kimoja. Akiomba yule mtu nchi haifanyi nini? Haiendi. Lakini huyo mtu yamkini alikutana na vikwazo vya mara ya kwanza wakati anamtafuta Mungu, kuona kama Mungu anadelay. Alikutana na vikwazo vya sauti za watu, lakini aliamua kukaza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa bahati nzuri alipoamua kukaza, yule malkia aliyekuepo kwenye kiti akapata skendo sehemu fulani. Alipopata skendo sehemu fulani, Malkia Elizabeth akamkata kichwa yule malkia. Alikuwa anaitwa Mary, huyo malkia alikuwa anaitwa Mary. Akamkata kichwa. Alafu imani, yani mapinduzi ya kanisa yakaendelea mbele zaidi. Ndio hizi sasa leo tumefika level kwamba hadi una Biblia ya Kinyakyusa, hadi una Biblia ya nanili. Kuna watu walilipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiache kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Focus yako iwe Mungu. Ukiwa Mungu usiache kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiache kufanya nini? Usiache kufanya nini? Mpigie Bwana Yesu makofi kama umeelewa. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa dakika 2, afu tumuombe Mungu neema. Tumshukuru Mungu. Baba, twasema, simama kwa miguu yako. Twasema ewe kweli, twasema unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa, unaweza Yesu, unaweza, unaweza Bwana. Mambo makubwa
ingia katika chumba chako cha siri, omba roho ya neema na kuomba. Mwombe Mungu, mwambie Baba, nipe neema ya kukuomba wewe hata katikati ya vikwazo. Nenda kaombe, nenda kaombe. Fungua kinywa chako, fungua sauti yako, mwombe Mungu, mwambie Baba, nipe neema ya kufocus na wewe hata katikati ya vikwazo. Omba mbele za Bwana, 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 omba mbele za Bwana. Nitakapopitia shida, nitakapopitia dhoruba, musika wangu wa kwanza wa kumwona yasiwe mazingira, wasiwe majirani, awe ni Mungu aliye hai. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Rama sheketere bahanda, rama mosika ndarabobo, rapo shantarabobo, rapandarabobo sikandalabo, rikamando robobobo shande. Omba roho ya neema na kuomba. Anasema nitaachilia roho ya neema na kuomba. Manake kama naachilia roho ya neema na kuomba, ni kazi yetu kumwomba aiachilie roho ya neema na kuomba. Mafanikio ya Mkristo yapo kwenye kiwango cha uombaji wake. Uzima wake upo kwenye kiwango cha uombaji wake. Mkristo yote ambaye anaweza kuwa na mamlaka rohoni ni matokeo ya kiwango chake cha maombi. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Mwambie Baba, nisaidie nikuombe wewe bila kuchoka. Roho Mtakatifu mfunue Yesu ndani ya moyo wangu ili nimwombe, nimwone kama alivyo. Omba mbele za Bwana katika jina la Yesu. Rama shekete mahanda, zubrekanda rabakayabo, shata labalabo, mantaria masute bahata, shapa lakata mahunte, rikanda balabo siata, rapo shanta rababo, manda rapapo sikanda rabo, rikamando robobo, rama shanta labalada, aramo siatana mola, manda rababobo sika, rikamando robobobo shane, rakamantaria bobo sika, rekamantoria mahande, rapo siantala bobosha, mantarabarabadia mahata. Omba kwa mwelekeo wa hili neno, mwambie Bwana nisaidie. Nimeona vikwazo ya kwamba kumbe imenipasa kumwomba Mungu siku zote, wala nisikate tamaa. Mimi Bwana, nilipokuomba jambo fulani siku 3 na ukunijibu, nilirudi nyuma, nikaanza kutilia mashaka. Lakini sasa Bwana, nimegundua ya kwamba sihitaji kukata tamaa mpaka nikusikie wewe. Sihitaji kukata tamaa mpaka nikusikie wewe. Nilisikia sauti za watu, mazingira fulani yalinikwamisha, nikaacha kutumaini wewe, nikaanza kuitazamia akili yangu, nikaanza kutegemea utashi wangu, nikaanza kutegemea fikra zangu. Baba, ninaomba unisamehe, unirejeshe shauku ya uhitaji wako. Hebu omba mbele za Mungu, omba mbele za Mungu, omba mbele za Mungu. Omba kama umelielewa hili somo. Rama shanta la balada, rama saika mantoriakata, rikamando robobobo sikandarabo, sharabarakatando siadaba, rikamanto zialabakaya, rekando robobobo sika. Tuna dakika 2 zaidi. Rekamantalaba subregada, shabelegedia bahanto, arama subrekatanamo, arimo santoria kataba, eshapala katamamonsia, arikapando robobobo saya, mantaraba katialabo, arama sikandalababo, shalabalakatayabo. Wakati mwingine uliwashirikisha mambo yako watu ambao hawamjui Mungu wako, wakamtukana Mungu wako mbele yako, wakakushauri vibaya. Omba rehema mbele za Bwana. Rana sia kataya, roho ya neema na kuomba iachiliwe juu yangu, iachiliwe juu ya kanisa. Ninaipokea hiyo roho ya neema na kuomba, hiyo roho ya neema na kuomba, kuomba bila kuchoka, kuomba bila kukata tamaa, kuomba bila kuangalia vikwazo, kuomba bila kuangalia mazingira, kuomba bila kuangalia vipingamizi. I receive that spirit. I ropata yamam shalabalagadia mantarabaradia. Elia alikuwa ni mtu kama sisi, lakini pamoja na kwamba manabii walikuwa wanachinjwa kipindi kile, lakini alitoka kwa ujasiri, kwa sababu alitoka na nguvu ya Bwana, alitoka na nguvu ya Bwana. Baba, nimechoka kutembea na nguvu za ugali. Natamani pia chakula cha kiungu, chakula cha kiungu Bwana, kinachoweza kunifanya nikatembea siku 40 bila kuchoka, kinachoweza kunifanya nikatembea siku 160 bila kuchoka, kinachoweza kikanifanya nikatembea mwaka mzima
mzima bila kuchoka. Nijalie chakula cha kiungo, nijalie chakula cha kiungo kinachoweza kunifanya nikakaa na wewe masaa ya kutosha. Wakati mwingine nimekuwa na haraka kwenye uwepo wako, sina muda kukaa na wewe kwenye uwepo. Nimekuwa ni mtu wa haraka, nimekuwa ni mtu wa haraka. Baba, nipe neema, natamani kukaa zaidi, natamani kukaa zaidi, natamani kukaa zaidi. Daudi anasema heri siku moja kwenye uwepo wa Bwana kuliko siku 1000 nje ya uwepo wake. Rapashakata. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Bwana Yesu, mimi nipungue, mimi nipungue, wewe Bwana, wewe. Tumalizie ombi hili. Nenda kaombe nguvu ya Bwana itakayoweza kusaidia kustahimili wakati wa majaribu, wakati wa vikwazo. Omba nguvu ya Bwana, omba nguvu ya Bwana, omba nguvu ya Bwana, omba nguvu ya Bwana, omba nguvu ya Bwana. Na mtu unahitaji nguvu mpya, sogea mbele tuombe pamoja. Unahitaji nguvu mpya kwenye eneo lolote la uchumi, sogea mbele tuombe moja, tumwamini Bwana pamoja. Sogea mbele tuombe pamoja. Kama unahitaji nguvu mpya kwenye eneo lolote, wewe ambaye uko huko, endelea kumwomba Bwana. Biblia nasema ombeni msije mkaingia katika majaribu. Omba nguvu. Ningetegemea vijana waombe nguvu, vijana waombe nguvu. Kijana, unashindaje pasipo nguvu ya Bwana? Unashindaje pasipo mkono wa Bwana? Unashindaje pasipo kibali cha Bwana? Unashindaje pasipo neema ya Bwana? Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Bwana, nijalie nguvu mpya ya kushinda vikwazo, ya kushinda majaribu. Nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, bado nikuone wewe kuwa mwaminifu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Niweze hata kumsamehe yule jirani ambaye yamkini nimemshikilia kwa muda mrefu. Niweze kumsamehe yule jirani ambaye nimemshikilia kwa muda mrefu. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako hao ambao wamekuamini wanahitaji nguvu mpya. Ninaomba nguvu mpya ikutane na maisha yao, nguvu mpya ikutane na maisha yao, iteketeze kila chochote kisicho chako ndani yao, katika jina la Yesu. Pokea nguvu mpya itakao kufanya kuwa mshindi wa vikwazo vyote, kila vikwazo vya adui, kila vikwazo vya kipepo ambavyo kazi yake ni kunyenyuka ili kukuharibia, ili kukuvunja moyo. Ninatangaza neema ya Mungu iwe juu yako. Pokea neema mpya kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Usitubirie mtu akuombee. Endelea kuomba. Kama hujui cha kuomba, nena kwa lugha, nena kwa lugha mbele za Bwana. Bwana kupe nguvu mpya, Bwana kupe nguvu mpya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rama sheketene mahata rikamando robobobo saya rekamanto riakaba shara mahanto siadai ratiso brakantaba arama shanto riagada arupata sikata mandere kosiara bakaya rapando siara bada. Pokea nguvu mpya itakayo kufanya uwe mshindi dhidi ya vikwazo katika jina la Yesu Kristo. Rapanda kata resobre kaya ma. Pokea nguvu mpya ya kufanya uwe mshindi katika vikwazo kwa jina la